Sky TV. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Hii ni Sky TV. Karibu katika ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Serikali yataka nidhamu wakati wa utekelezaji wa sera ya ugavi. Katika habari za kimataifa, Trump asema Lebanon sio sehemu ya makubaliano ya usitishaji wa vita. Na katika habari za michezo na burudani, mnyama Simba atoana jasho na TRA United jijini Arusha. Hujambo mtazamaji wa Sky TV popote pale ulipo, karibu kutazama ulimwengu wa habari. Mimi naitwa Pius Jayunga na tunaanza na habari za kitaifa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza mamlaka, taasisi na wadau wote waliopewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi ya mwaka 2025 wabadilike na wahakikishe wanatekeleza wajibu wao kwa kuzingatia misingi ya utawala bora na utawala wa sheria ili kufikia malengo na shabaha zilizoainishwa katika sera hiyo. Waziri Mkuu amesema kuwa sehemu kubwa ya shughuli za ununuzi zinaasiliwa zaidi na mitazamo, hulka na tabia za wataalamu na watendaji ikilinganishwa na upungufu wa masuala ya kisera na kisheria. Hivyo amewataka wadau wa sekta binafsi waweke mikakati ya kuimarisha mifumo ya ushirikiano na sekta ya umma ili kunufaika kikamilifu na fursa zilizobainishwa katika sera hiyo. Lakini hata taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma zinaonesha kuwa changamoto katika ununuzi wa umma sio tu ni sheria wala sio tu ni kanuni, bali imekuwa pia wale waliopewa dhamana ya kusimamia hizo sheria na kanuni. Sasa tunapoleta na sera hii, tusitoange maji kwenye kinu. Ndugu zangu, ndio maana tuliitana wote hapa. Wote tumeitana hapa. Tusiwe na kitu kizuri kimeandikwa, sera nzuri imeandikwa, sheria nzuri imeandikwa, kanuni nzuri zimeandikwa, halafu kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoka kusema, tukienda kwenye uhalisia business as usual, hatutaweza kuachieve dira ya taifa ya 2050 kama tutaenda business as usual. Nisisitize pia mamlaka zote zinazohusika zihakikishe kuwa utekelezaji wa sera hii unaimarisha ushiriki wa wazalishaji wa ndani, wafanyabiashara wadogo wadogo, wakati pamoja na wakubwa, makundi maalum ya kijamii, ili tuweze kufikia malengo jumuishi na usawa miongoni mwa washiriki. Wizara ya Fedha, tuendelee kuimarisha mifumo na utaratibu wa ufuatiliaji na tathmini katika utekelezaji wa sera hii ili kuhakikisha kuwa malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa. Wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali, taasisi, mashirika ya umma, ofisi za wakuu wa mikoa, mamlaka za serikali za mitaa, wadau wa sekta binafsi, tutekeleze kwa weledi na uwajibikaji sera hii ili kuweza kufikiwa kwa malengo ambayo yamekusudiwa. Waziri Mkuu amesisitiza mamlaka zote zinazohusika zihakikishe kuwa utekelezaji wa sera hii unaimarisha ushiriki wa wazalishaji wa ndani, wafanyabiashara wadogo na wakati, pamoja na makundi maalum ya kijamii ili kufikia malengo jumuishi na usawa miongoni mwa washiriki. Kutoka Dodoma, Laisaidi, Sky TV. Taarifa nyingine, mbunge wa jimbo la Kisarawe Mheshimiwa Selemani Jafo ametangaza dhamira yake ya kuwasilisha hoja binafsi bungeni inayolenga kusaidia vijana wa Kitanzania kupata fursa za kiuchumi kupitia programu maalum hata za muda mfupi.
katika kuunga juhudi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, nimedhamiria kuja na hoja binafsi hapa bungeni ya kusaidia vijana wa Kitanzania angalau tuweze kuwa na program maalum la hata part time payment ya miaka 3. Na hoja hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitapitisha utaratibu ule wa hoja binafsi kuweza kuiwasilisha hapa bungeni. Lakini Waziri Mkuu, ikikupendeza, inawezekana ukalichukua wazo hilo kabla ya hoja wazo binafsi. Mpango wangu mkubwa ni kwamba leo hii ukienda utakuta vijana wa bodaboda wote ni graduates, wengine wana masters. Lakini sio hivyo, wabunge hapa nyinyi wote, kila mtu katika familia yake ana ndugu ambaye hajapata ajira. Ni changamoto kubwa sana. Mwenyekiti, nataka nisawishe bunge hili tuje na mpango wa ajira kuanzia sasa tunapotengeneza swala zima la Vision 2025. Tuhakikishe tunakuja na program ya part-time employment kwa vijana wetu, ambao hii tutaweka katika kategori mbili, wale wa diploma na wale wa degree. Na Mwenyekiti, naomba Waziri Mkuu achukue wazo hili. Kila mwaka tuchukue vijana 50,000 wale wa diploma tuweke angalau allowance ya kulipa shilingi 500,000, na wale wa degree tuwalipe shilingi 700,000, ambao wapate contract za miaka 3. Hesabu hiyo ukichukua, wa diploma tuchukue wastani wa 20%, 80% wa degree na kuendelea, ambao kwa vijana 50,000, maana yake tutahitaji vijana 10,000 kwa mwaka na vijana 40,000 kutengeneza idadi ya vijana 50,000, ambao mahesabu yake calculation katika eneo hilo ni sawa na shilingi bilioni 396. Nchi hii kama wabunge hatuwezi kushindwa kufanya maamuzi ya vijana wetu ambao wako mtaani kuhakikisha kwamba wanapata ajira za mikataba za miaka 3. Vijana hao wataweza tuweze kuwa groom vizuri, ambao wataweza kupata maarifa ya kazi, na tutaondoa frustration kwa vijana. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, ambaye ameteuliwa kuchukua nafasi ya marehemu William Lukuvi mara baada ya kuapishwa rasmi kuanza majukumu yake, amefika ofisini kwake na hivi ndivyo ilivyokuwa. Tumekuja kutumika. Nataka niwaombe nyote, kila mmoja ana nafasi yake muhimu katika kutekeleza majukumu yaliyo mbele yetu, na si majukumu madogo. Tuna dira ya 2050, sisi ndio waratibu na Mheshimiwa Rais amesema leo. Tuna ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ina mambo makubwa ndani yake, ambayo sisi ndio tunaosimamia sera, uratibu na utekelezaji wake. Kwa hiyo hatuna budi kujizatiti katika kutekeleza hayo, na katika utekelezaji huo kila mmoja wetu ana nafasi. Na mimi kwa hulka yangu nitajitahidi sana kujua kipaji cha kila mmoja wetu na kukitumia sisi kusonga mbele kama taifa na kama nchi. Wale wote ambao watakuwa na maoni, tushirikishane kwa lengo moja la kuhakikisha tunaongeza ufanisi. Lakini sio tu kuongeza ufanisi, tunaisaidia mamlaka kuu ya nchi kutekeleza azma ambayo mwisho wa siku atawaacha Watanzania wakiwa na tabasamu. Lakini pili, kusaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu kutekeleza majukumu aliyopewa kwa ufanisi. Watu wa kuyafanya hayo ni sisi, na nikiwatazama naona kabisa ni watu ambao huo uwezo nao, na nataka niwahakikishie tutafanya kazi pamoja kwa moyo mmoja, kwa nguvu moja. Lakini ndugu zangu, kubwa kuliko lote ni lile ambalo nyinyi mmelizoea. Tunapoishi kama familia, maana yake hatuvumilii uzembe, hatuvumilii upuuzi, hatuvumilii utovu wa nidhamu. Lakini maana yake tutarekebishana, tutasahihishana, tutaimarishana, ili mwisho wa siku kila mmoja
afikie viwango vya utendaji ambavyo vinatakiwa. Tunamshukuru Mungu na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta wewe na sisi kutuweka mikononi mwako ili tuweze kuendelea kutumikia nchi hii. Tumefurahi sana na kwa kweli tunakukaribisha sana. Sisi watumishi wako tuko tayari kutumika pamoja nawe. Tuko tayari utuongoze ili tuweze kuwatumikia wananchi na kutimiza yale maono makubwa ambayo Mheshimiwa Rais anayo. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kila jambo. Tunamshukuru kwa maisha yaliyokuwa waziri wetu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukulete wewe hapa. Tunajua Mwenyezi Mungu amemtumia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akakupa nafasi ya kuja kufanya kazi na sisi. Sisi na watumishi wenzangu wote, Mheshimiwa Waziri, tuko tayari kukupa ushirikiano, lakini wote tunakufahamu Mheshimiwa Waziri kwa uchapakazi wako, ulezi wako, lakini na umahiri wako. Wote sisi tuko tayari kunyonya na tuko tayari kuendelea kulelewa na wewe. Kwa hiyo nisiseme mambo mengi, katibu mkuu wetu amesema, lakini wote sisi tumefarijika sana na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uteuzi wako makini ambao umekuwezesha kuja kuungana na sisi. Na unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Mgogoro mkubwa waibuka kwenye mgodi huko Kahama mkoani Shinyanga. Karibu tena, tuendelee na Ulimwengu wa Habari mtazamaji, tukiendelea kutazama habari za kitaifa. Wachimbaji katika mgodi wa Busulwangiri uliopo Kakola katika halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga wameiomba serikali kuingilia kati mgogoro wao na mmiliki wa leseni ambaye ni kikundi cha Isunda ulioibuka Machi 27 mwaka 2026. Mwandishi wetu kutoka mkoani Shinyanga ana undani wa taarifa hii. Wachimbaji hao wakizungumza wakiwa katika mgodi huo wamesema wanaiomba serikali kuingilia kati mgogoro huo ili waendelee kufanya shughuli zao katika eneo hilo, kwa kuwa mwezi uliopita walitakiwa kuondoka ili kumpisha mwekezaji ambaye ni raia wa kigeni. Nimeuza kuku, nimeuza mbuzi nyumbani, nimefikia kila kitu. Sasa ndo nimefikia sasa patamu na mimi. Leo inakuja kuambia nifanywe tathmini bila taarifa yoyote ile. Nilichokosea ni nini? Wangeniita hata nikakaa nao vizuri. Lakini leo nakuja kuambiwa tu nitoke kama mbwa. Hivi kweli inawezekana? Namuomba mama aniangalie Mwenye shamba ni kaka yangu ambaye alitafiti miaka mingi ambayo imetajwa hapa. Amefanya utafiti yeye mwenyewe, akapata dhahabu yeye mwenyewe, wakaja wasimamizi wa arashi, tukafanya nao kazi. Mzee huyu shamba lake ni la halali, lina hati miliki, lakini hao wasimamizi wa arashi wakatuzunguka wakapata leseni. Leseni yao inawaruhusu ichimbe na wachimbaji wadogo wadogo. Leo wamekuja na sentensi za kwamba wamepata mwekezaji ili mgodi tupishe, mgodi watusamini. Thamini yao hatujui kwamba wataanzia shingapi au wana utaalamu gani. Lakini pia kwa sheria za madini inasema kwamba mgodi wa wachimbaji wadogo wadogo wenye leseni ya kawaida hairuhusiwi kuchimbwa na mgeni isipokuwa labda mawasiliano ya technical support. Sawa, hatukatai uwekezaji katika nchi, lakini sasa uwekezaji wa mtu anapokwenda kuwekeza na yeye au amewekamo vyake. Kwa nini watafiti wao wazalendo alafu kisha mwenye nguvu aje achukue mali zao? Ndio mama. Na waziri mwenye zamana ya madini tunamuomba na waziri mkuu wa nchi yetu Mwigulu Nchemba, hebu naangalia Watanzania hawa kiasi gani wanavyonyanyasika, kiasi gani wanahitaji angalau uhuru katika nchi yao. Na kinachotushangaza, tuko hapa tunatafiti tangu 2017 mpaka leo 2026, lakini tumekuja kupata uzuio wa kuambiwa tuondoke tarehe 27 mwezi wa 3 26, na wanaotuambia tuondoke ni wamiliki wa leseni wamiliki wa leseni wa kikundi cha Isunda. Wanadai leseni hii wameshauza na wamemuuzia Mchina, mwekezaji wa kigeni ambaye ni Mchina. Akizungumza katika eneo hilo la mgodi, mmiliki wa shamba Philip Kalemela amesema anamuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuingilia kati sakata hilo ili wachimbaji hao waendelee na shughuli zao. Lakini cha ajabu, wachimbaji walio wengi
wanataka kutolewa na kikundi kidogo. Sikubaliani kabisa mama, usikilize sauti yangu. Hawa wachimbaji wanalipa mrahaba ya serikali vizuri na wanaendelea na kazi zao. Nataka mama tusaidie na hawa watu tumetoka mbali. Baada ya kumtafuta Bwana Philip Mase ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya kikundi kinachomiliki leseni cha Isunda ili kujibia suala la wachimbaji kutakiwa kuondoka kumpisha mwekezaji, haya yamekuwa ndio majibu yake. Kwa sababu hizo ni wanaotunga sheria na kanuni ni bunge. Kwa hiyo naona mimi kila kitu pale kimeenda sawa, kuna mtu anayeondolewa, kila mtu atalipa tathmini kulingana na jinsi alivyowekeza. Tumepata sheria zote, sisi ndio wenye leseni. Wanaolalamika wale leseni ziko chini ya madini, nenda kaulize ofisi za madini, nenda kaulize serikalini kwamba kuna taratibu gani ambazo zimeenda kinyume na hapa. Kutoka hapa katika mgodi wa Busuruangiri uliopo katika eneo la Kakola, halmashauri ya Msalala, wilayani Kahama, mkoani Shinyanga, Michael Francis Bundala, Sky TV. Hali ya miundombinu ya barabara katika kata ya Ludete imeanza kuimarika kufuatia juhudi za diwani wa kata hiyo Jumanne Misungwi katika kuunga mkono mpango wa serikali wa kuboresha miundombinu hapa nchini. Diwani Misungwi anasimamia ukarabati na uboreshaji wa mtandao wa barabara wenye urefu wa takriban kilomita 57 ndani ya kata hiyo. Mradi huo umetengewa kiasi cha shilingi milioni 60 ili kuhakikisha maeneo yaliyokuwa korofi yanapitika kwa urahisi wakati wote. Hali ya barabara kipindi naingia madarakani mimi, kwa kweli hali ya barabara serikali ilifanya kazi kubwa sana, lakini kama unavyojua mji wetu wakati wa Ludete, na kila siku unasema ni watu wanazidi kuingia kwa wingi, kwa hiyo barabara yanazidi kuongezeka kwa wingi, lakini hali ya barabara ilikuwa sio rafiki sana kwa sababu mvua ni nyingi kipindi cha masika. Kwa mimi ni vitu ambavyo niliviahidi kwa wananchi wangu kipindi naomba kula kwao, naomba ridhaa, waniamini, wanipigie kula. Ni vitu ambavyo nilivisema kwenye jukwaa, kwa hiyo sina budi kuacha kuvitimiza kwa sababu mimi ni mtu wa kusema na kutenda, sio mtu wa kusema na kuanza tena kuingilia huku natokea huku. Kwa hiyo hali ya barabara kwa kweli ilikuwa sio rafiki kulingana na mvua zinavyonyesha. Lakini kwa sasa hivi kidogo tunamshukuru Mungu, serikali pia na yenyewe pia ilivyoingia ya Daktari Samia imefanya kazi kubwa sana kwenye barabara, lakini pia na mimi nikasema kwa sababu tunaiunga mkono, nikaamua na mimi kuiunga mkono kwa barabara ambazo kidogo zilikuwa zipitiki, angalau kuonesha nia, kuonesha njia ya kwamba hii nayo ni barabara inapitika. Kilichobakia mimi kama diwani wao tunaomba halmashauri ndio tunaoiomba. Tunaomba halmashauri kwa kasi sana, eneo lipo. Tuna heka kama 80. Kwa hiyo tunaomba halmashauri kwa sababu kuangalau sasa wananchi waendelee na tabasamu lao, wapunguze zile kilomita za kwenda Nzera kule, halmashauri ya kule ni mbali. Mimi kama mwenyekiti wa mtaa niwe tayari kulipokea kwa ajili ya kuelekeza barabara zote ambazo zimekuwa ni changamoto kubwa sana kwa kitongoji hiki cha Bugamberere. Na barabara ambazo tulianza nazo, tumeanza na barabara za mtaa wa Bugamberere Center ambazo zilikuwa ni mbaya kweli kweli. Kisha tukaja barabara inayotoka Kilimahewa Center kuelekea magharibi ambayo ilikuwa na makorongo kweli kweli. Na baada ya hapo mpaka leo hii tarehe 8 mwezi wa 4 tumehamia mtaa wa maduka matatu na viunga vyake kuhakikisha hizi barabara zote walau zinakuwa katika hali ya kupitika, wakati tunasubiri maelekezo mengine kwa ajili ya kushindilia na kumwaga moram na kuweka mitaro. Barabara tukilinganisha na hali ya awali, utofauti unaonekana kidogo, japo tunaona project inaendelea. Na katika muendelezo huu wa project inayoendelea, basi tunatamani makalvati yawepo ya kutosha katika maeneo tunayovuka kutoka bonde moja kwenda bonde lingine, na maji yaelekezwe eneo husika. Kuna wakati mwingine maji yanajaa, tunashindwa kutoa huduma zetu kwa wakati stahiki kwa wateja wetu. Kwa ukarabati kwa kweli hali inaenda vizuri. Tunashukuru umetukumbuka.
Tutazame taarifa nyingine mtazamaji, ambapo katibu wa jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM wilaya Mbozi ndugu Haji Mwalimu amefanya ziara ya kikazi katika kata ya Kilima Mpimbi, akiwahimiza vijana wa chama hicho kulinda na kukipigia debe chama chao pamoja na kudumisha amani ya nchi chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ziara hiyo ilifanyika tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2026, ambapo alikutana na vijana na kuwaasa mambo mbalimbali hususan kuhusu kulinda na kukipenda chama. Mimi niwaombe vijana wenzangu, tuendelee kulinda amani ya taifa letu. Tusijaribu kwa namna yoyote kushawishiwa kuivuruga hii amani ambayo tuko nayo. Tumeachiwa tunu hii ya amani na utulivu katika taifa letu. Sisi vijana ndio walinzi wakubwa wa amani hii, twende tukailinde. Kwa mimi niwashukuruni sana kwa kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi na kukiweka madarakani. Sote tuko na kadi za CCM humu ndani jamani? Tunalipa ada. Usipolipa ada ya Chama cha Mapinduzi unahesabika wewe ni mwanachama mfu. Ni mwanachama mfu. Kwa hiyo mimi niwaombe, tulipeni ada za wanachama wa Chama cha Mapinduzi ili tuwe wanachama hai, lakini chama chetu kipate mapato, kiweze kujiendesha vizuri zaidi. Lakini naamini kwenye ulipaji wa ada zile kuna asilimia inarudi katika balozi zetu, zinakuja kufanya shughuli za maendeleo. Vile vile Katibu Haji alieleza kuhusu utekelezwaji wa ahadi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ndani ya siku zake 100 za mwanzo kabisa za uongozi wake wa awamu ya 6. Aliahidi ajira 5,000 kwa kada ya afya, lakini akaahidi ajira 7,000 kwa kada ya elimu. Ndugu zangu, mimi niwaambieni kwamba mama yule ahadi ametekeleza kwa vitendo. Ajira kada ya afya zimetoka, ajira kada ya elimu zimetoka. Sisi wilaya ya Mbozi kwenye ajira zile alizoahidi tumepata ajira 118. Baadhi ya vijana nao walipata nafasi ya kutoa maoni yao na kueleza yaliyo moyoni mwao baada ya kupokea ugeni huo mzito kutoka wilayani. Ya kufanya kazi pale tunapoona zaidi viongozi wetu wanapokuwepo na kuja kututembelea na kuzungumza nasi na kuongea katikati ya semina mbalimbali. Kwa vijana tunapata nguvu na utendaji wa kazi zaidi utaendelea kuongezeka kwa sababu viongozi wetu wameshafika na kutukumbusha kwa yale ambayo yanaendelea. Viongozi wazidi kutupa semina na kutembelea mara kwa mara ili vijana tuimarike, tuwe na umoja zaidi. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mapumziko mafupi yanafuata, kisha Jeremia Isaya atakuwepo hapa kukuletea habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma?
Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Langu jina ni Jeremia Isaya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kuwawezesha kiuchumi vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika manispaa ya Singida, ambapo vikundi zaidi ya 116 vimenufaika na mpango huo. Afisa mikopo wa manispaa Dolini Focus amesema baadhi ya vikundi ikiwemo kikundi cha Salvation kinachojihusisha na kilimo cha kisasa, huku kikundi cha Florida kikijikita katika utengenezaji wa bidhaa za aluminium na vyuma, vilipata mikopo ya shilingi milioni 30 kila mmoja, huku halmashauri ikiendelea kuvifuatilia na kuhakikisha vinazalisha na kurejesha mikopo kwa wakati. Halmashauri ya manispaa Singida imeendelea kutekeleza sera ya kutenga na kutoa mikopo kwa vikundi vya makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambapo kwa mwaka 24-25-26 tumefanikiwa kutoa jumla ya bilioni 1 milioni 608 kwa vikundi 116. Kama kikundi cha vijana sisi tuko 5. Baada ya kututembelea wakaona mahitaji yetu ya kulima kisasa, kulima ndani, basi tukawa tumeomba ile mkopo wa milioni 30 ambazo tukaanza sasa kufanya project ya kulima kwa ndani kwenye greenhouse. Na maanisha before tulikuwa tunalima nje, ukumbuke. Lakini tunashukuru serikali kwa kuweza kuelewa na kutuamini mpaka sasa tumeweza kupata, na ndivyo tulipo mpaka sasa hivi. Lakini mimi pia binafsi ninanufaika kwa sababu nilikuwa sina mradi ambao nasimama. Nilikuwa najaribu kulima mwenyewe nyumbani kule, lakini sikuwahi kufanikiwa kulima zao kama hili kwa ukubwa huu. Lakini kupitia mkopo huu basi nakwenda kunufaika kwa sababu nitapata faida kwa haraka kupitia kilimo cha matango ama kilimo cha kibiashara. Kundi lilifanikiwa kupata mkopo kutoka halmashauri ya manispaa ya Singida kiasi cha shilingi milioni 30 na kutuwezesha kuweza kuongeza kipato, kuongeza uchumi katika shughuli zetu za utengenezaji wa aluminium na utomeleaji wa magrili. Mwanzo kabla tujapata mkopo tulikuwa tuaminiki kwenye tenda za serikali kwa sababu tulikuwa tunatumia ugumu kidogo kwenye kuzifanya tenda za serikali. Lakini baada ya kupata mkopo sasa hivi tuna uwezo wa kumiliki mpaka tenda 4, 5 mpaka 6. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema kuwa sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi ya mwaka 2025 inalenga kuiwezesha serikali kuwa na mfumo imara unaosaidia kupunguza utegemezaji wa bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi. Mosi, kuimarisha mfumo wa mnyororo wa ugavi katika sekta ya umma ili kurahisisha upatikanaji wa mahitaji ya serikali kwa ubora unaostahili, kupata thamani halisi ya fedha, kurahisisha taratibu za ugomboaji na uondoaji wa mizigo ya serikali,
kuimarisha mifumo ya upokeaji na urejeshaji wa mali pamoja na kuimarisha utunzaji, uhifadhi, matumizi, usambazaji wa bidhaa na mali za umma. Pili, kuimarisha misingi ya utawala bora na utawala wa sheria katika ununuzi wa umma na ugavi, ikiwemo kudhibiti vitendo vya upendeleo na rushwa pamoja na mifumo ya hifadhi ya mazingira ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tatu, kutambua sekta binafsi kwa ujumla kama nguzo ya kimkakati na kwa wadau wa ndani kama fursa ya kumiliki njia kuu za kiuchumi kwa wazawa wenyewe kwa kuweka upendeleo maalum katika baadhi ya maeneo ya ununuzi na ugavi. Nne, kuweka mazingira wezeshi kwa kampuni za ndani na makundi maalum ya kijamii kushiriki kamilifu katika shughuli za mnyororo wa ugavi ili kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi, kuongeza mnyororo wa thamani, kuzalisha ajira na kuongeza ushindani wa bidhaa na huduma za Kitanzania katika soko la ndani, soko la kikanda na soko la kimataifa. Tano, muhimu zaidi, kuvutia uwekezaji katika sekta ya viwanda ili kuchochea mageuzi makubwa na haraka ya kiuchumi. Na sita, kupanua wigo wa mapato ya serikali kwa kuimarisha misingi ya uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika utekelezaji wa shughuli za mnyororo wa. Mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2579 na senti 94 na kuuzwa kwa shilingi 2605 na senti 74. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3477 na senti 50 na kuuzwa kwa shilingi 3512 na senti 27. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3023 na senti 43 na kuuzwa kwa shilingi 3053 na senti 66. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 377 na senti 69 na kuuzwa kwa shilingi 381 na senti 47. Yen ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 33 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 50. Nayo randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 158 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 159 na senti 71. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 91 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 11. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 77. Nayo shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70. Tunatamatisha na faranga ya Burundi ambayo imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Na hii ni tamati ya habari za biashara na uchumi. Ulikuwa nami Jeremia Isaya. Biashara na uchumi. Naam, habari za biashara na uchumi zinatupeleka moja kwa moja sasa katika upande wa habari za kimataifa, tukiungana na Zinazile Mswima. Habari za kimataifa. Hujambo, karibu katika habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani si sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki 2 yaliyofanikiwa, akiliita suala la Lebanon kuwa mzozo tofauti, huku Israel ikifanya wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya Lebanon baada ya makubaliano hayo kutangazwa. Irani kwa upande wake imesema itakomesha usitishaji mapigano kwa upande mmoja ikiwa mashambulizi ya Israel yataendelea dhidi ya Lebanon. Wizara ya afya ya Lebanon imetangaza idadi ya vifo kutokana na mashambulizi makubwa ya Israel jana Jumatano kuwa watu 182
ile idadi inayoelezwa kuwa kubwa zaidi ya vifo vya siku moja tangu mzozo wa hivi karibuni na Israeli ulipoanza Machi 2. Wizara hiyo iliongeza kusema kuwa watu 890 wamejeruhiwa. Takwimu kutoka kwa huduma ya ulinzi wa raia ya Lebanon mapema ilitangaza idadi ya vifo kuwa 254. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya wafanyakazi 1,000 wa kutoka misaada ya kibinadamu wameuawa kote ulimwenguni katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, karibu mara 3 ya idadi ya vifo katika miaka 3 iliyopita. Mkuu wa kuratibu misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba ongezeko hilo halikutokea kwa bahati mbaya, bali ni kutokana na kusambaratika kwa ulinzi. Fletcher alisema kati ya wafanyakazi zaidi ya 1,010 wa kibinadamu waliouawa kuanzia 2023 hadi 2025, zaidi ya 560 waliuawa Gaza na Ukingo wa Magharibi, 130 nchini Sudani, 60 nchini Sudani Kusini na 25 nchini Ukraine na wengine 25 nchini Kongo. Baraza la Usalama lilikuwa likikutana kuhusu azimio lililopitishwa Mei 2024 ambalo lilaani vikali mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa kutoa misaada ya kibinadamu na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na kuwataka wapiganaji wote kuwalinda kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Nayo mahakama ya Ufaransa itamshtaki Luteni Kanali wa zamani wa jeshi la Rwanda Cyprien Kayumba kwa mashtaka ya kushiriki katika mauaji ya kimbali ya mwaka 1994. Mahakama ya Ufaransa itamshtaki Luteni Kanali wa zamani wa jeshi hilo wa Rwanda Kayumba kwa mashtaka ya kushiriki katika mauaji ya kimbali kwa madai ya kuwasilisha silaha zilizotumika wakati wa mauaji ya mwaka 1994. Hayo ni kwa mujibu wa chanzo cha mahakama. Katika kauli yake ya jana Jumatano, Kayumba mwenye umri wa miaka 71 kutoka kwa jamii ya Wahutu aliongoza idara ya Wizara ya Ulinzi iliyohusika na kuagiza kuwasilisha silaha wakati wa mauaji ya kimbali. Lakini Kayumba ambaye ameishi Ufaransa tangu mwaka 1998 amekuwa akidai kila mara kwamba hakujua silaha alizoagiza zingetumika kuuawa Watusi. Mwisho wa habari za kimataifa. Langu jina ni Zinazile Mswima. Habari za kimataifa. Naam, viwanjani huko tunaamini kwamba yako mengi ambayo yanazungumzika, lakini kubwa zaidi bila shaka atakuja kutujuza mtu wa michezo hapa ni kuhusiana na vilabu vya Simba na Azam ambavyo vilikuwa viko ugenini jioni ya leo vimetoka kwa sare ya kutokufungana katika michezo mbalimbali ambayo imechezwa. Taarifa hizo na zingine nyingi ambazo zitafuata utakuwa naye hapa mwanamichezo Johannes Michael akitujuza kwa undani. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari za michezo na burudani.
Huhali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari? Karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani ambapo ofisa habari na mawasiliano wa TFF Clifford Mario Ndimbo amezungumza kuelekea michezo ya 16 bora ya kombe la CRDB Bank Federation Cup msimu wa mwaka 2025 msimu wa mwaka 2026, ambapo Ndimbo ametoa ufafanuzi juu ya michuano hiyo pamoja na kugusia juu ya mambo mapya ambayo yameongezeka ndani ya mashindano ya CRDB Federation Cup msimu wa mwaka 2026, hususan hatua ya 16 bora ambayo inaanza kutimua vumbi kwa siku ya kesho. Bora ya CRDB Bank Federation Cup inataraji kuchezwa kuanzia kesho kwa maana ya Ijumaa, ambako kutakuwa na michezo miwili. Mchezo mmoja utakuwa upo Dar es Salaam na mchezo mwingine utakuwa upo Geita. Dar es Salaam itakuwa ni mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Mbuni FC kutokea Arusha, lakini pale Geita kutakuwa na mchezo kati ya Geita Gold ambao ni wenyeji ambao watacheza dhidi ya Mashujaa kutokea Kigoma. Hatua hii ya 16 bora imeongezewa baadhi ya vitu pia, kwa maana ya kwamba ambavyo katika michezo ya hatua zilizopita haikuwepo. Kuanzia hatua hii tutaanza kuwa na mchezaji bora katika kila mchezo. Kwa hiyo michezo hii yote minane kwa maana ya timu hizo 16 kutakuwa na mchezaji bora ambaye atakuwa anapata zawadi kutokana na huo uchezaji bora. Kwa hiyo hii maana yake ni kuanzia hatua hii mpaka tunakwenda kwenye hatua hiyo ya finali. Of course kwenye msimu uliopita ilikuwepo, lakini kwenye msimu huu pia inaanzia kwenye hatua hiyo ya 16 bora. Maandalizi yote katika viwanja vyote yako sawa tayari kwa michezo hiyo ya hatua ya 16 bora, na bila shaka pia kwa upande wa timu pia zimejiandaa vizuri kuleta ushindani katika hatua hiyo na hatimaye kuelekea kwenye finali hizo za CRDB Bank Federation Cup. Tuwaombe mashabiki katika viwanja vyote ambako michezo inachezwa basi wajitokeze kwa wingi kutoa support kwa timu zao, kupata burudani ya CRDB Bank Federation Cup katika msimu huu wa 2025-2026. Wakati huo michuano ya CRDB Federation Cup itaanza kutimua vumbi kwa siku ya kesho katika hatua ya 16 bora, ambapo kikosi cha Geita Gold ambacho kinashiriki ligi daraja la kwanza pamoja na kikosi cha Mashujaa ambacho kinashiriki ligi kuu soka Tanzania bara vitakutana katika uwanja wa Nyankumbo Girls, ambapo timu ya Geita Gold itamwalika Mashujaa FC, ambapo kocha mkuu wa Geita Gold Zuberi Katuya pamoja na kocha mkuu wa kikosi cha Mashujaa wameweza kuelezea maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa kesho kuna michuano ya CRDB Federation Cup. Ndio categories zilizokuwepo kwenye ligi, lakini to be honest timu ya Geita Gold sio timu ya championship. Hiyo ni timu ya Premier. Ukiangalia wachezaji waliokuwepo hapo wengi wamecheza Premier kwenye timu nyingi tofauti. Kwa hiyo mwalimu Katwila amefanya selection yenye ubora ya wachezaji ambao wanaweza kucheza mpira. Kama ukina Ntenji Albano, unamuona mwanangu nimemtunza nikiwa na Coast Union. Sasa huyu amekuwa mbobezi kwenye mashindano haya. Sasa ukiangalia Geita Gold ukiileta kwenye championship utakuja kufezeka mtu mzima. Kwa hiyo tunaingia kucheza na watu wazima wenzetu ambao walikuwa kwenye Premier League. Kwa hiyo sio mechi ya kitoto, lakini nasema tumejipanga kuja kupambana kama ambavyo wenzetu wamejipanga. Basi mwenye bahati na aliyejipanga vizuri apate ushindi ili aweze kusonga mbele kabisa. Kwa sababu hapo walipofika na toka walipotokea unataka kusema nini tena? Manake zimebaki mechi 9. Kama waliweza kuperform kutoka mechi ya kwanza mpaka walipofika zikabaki hapa, yani kwenye ziara wamechinja ng'ombe 6 na mchele kilo 300 wamelisha watu wameshiba. Basi palipobaki kwenye hakika mbuzi na asali na maandazi wakashindwa kufanya vizuri. Mimi I don't believe kwamba mimi kwangu Geita tayari washapanda, ila nataka tu nitoe angalizo kwa mwanangu kwamba usually flight inaanguka kwenye take off na landing. Sasa hivi wako kwenye landing, lazima pull up his socks kuhakikisha kwamba hilo alilofanya toka mwanzo analidhamiria na lazima wanafanikiwa. Mimi namuombea Mungu afanikiwe kwa sababu mbili kubwa. Moja, katoka kufanya vizuri kwenye timu za Mtibwa na zingine nyingi. Vile vile kuna kipindi alinipokea mimi timu ya taifa ya vijana under 20 alienda nao Sudan. Lakini vile vile ni mbobezi wa hizo timu za Premier League, kwa hiyo anajua. Kwa hiyo angalizo kwake asibweteke kwa hapa palipobaki, manake unaweza ukasema mimi tayari alafu ikawa shida. Kwa hiyo ongeze jitihada kubwa. Tena mimi ningemsi pengine hata hii mashindano tunaocheza asitie nguvu sana kuliko kwenye ligi.
lakini hiyo jambo ambalo liko kidogo. Unajua tunacheza na Mashujaa, lakini na sisi tuna kazi kubwa. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na mkurugenzi wa ufundi TFF Salum Madadi amefanya ukaguzi katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya ambao umefungwa baada ya kuwa na kasoro mbalimbali ambazo TFF iliagiza zifanyiwe kazi. Pamoja na hayo, wamiliki wa uwanja huo wametoa maoni yao pamoja na chama cha mpira mkoa wa Mbeya MRF wameweza kutoa maoni yao juu ya uwanja huo na marekebisho ambayo yameweza kufanyika katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Na uwanja wa Sokoine, mimi nitoe shukrani sana kwa Mheshimiwa Madadi, mkurugenzi wa miundombinu, kwa kutembelea mkoa wa Mbeya kwenye uwanja wetu wa Sokoine. Ametupa maelekezo. Maelekezo yale yanazaa matunda. Kama unavyoona, kuna rola, kuna mashine zinashona, mashine zinafyeka kuhakikisha uwanja umekaa level. Lakini pia niwashukuru viongozi wa mkoa, katibu wa mkoa, mwenyekiti wa mkoa wa chama cha mpira, wote wako hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kimekaa vizuri. Ninawashukuru sana. Asanteni sana. Na hiyo waandishi wa habari mmekuja, mmeona kazi ambayo inafanyika ni kwa ajili ya muongozo. Wametia pressure katibu wa mkoa, lakini pia mwenyekiti wa mkoa amekuja hapa wa CCM wa chama cha mpira mkoa. Amekuja hapa katibu wa mkoa wa CCM ambaye ndio kazi yake, ndio mmiliki wa uwanja, ndio amekuja kuhakikisha kutia hamasa uwanja umekaa vizuri sasa hivi. Leo amekuja mkurugenzi wa miundombinu wa TFF kocha Salum Madadi kuja kuangalia. Alikuja mara kwanza wiki moja na nusu iliyopita na akatoa maagizo nini kifanyike na sisi tukatekeleza jinsi. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea kutimua vumbi kwa siku ya leo katika viwanja viwili tofauti, ambapo pale jijini Arusha kikosi cha klabu ya Simba kilikuwa mzigoni dhidi ya TRA na mchezo huo kuweza kutamatika kwa kuweza kutoshana nguvu ya kufungana. Lakini katika uwanja wa Tanzanite kwa Babati pale mkoani Manyara kikosi cha Mbeya City kilikuwa mzigoni dhidi ya Azam FC ambapo mchezo huo umeweza kutamatika kwa Mbeya City kuweza kuambulia sare ya kufungana dhidi ya Azam FC. Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa, ambapo rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF Patrick Motsepe ameweka wazi kuwa timu ya taifa ya Senegal ilipokea kwa haki zawadi ya dola milioni 10, medali za dhahabu na kombe la AFCON mwaka 2025 baada ya ushindi wao dhidi ya Morocco. Hata hivyo, Motsepe amesisitiza jambo moja muhimu, uadilifu na kufuata sheria. Akijibu swali katika mkutano na waandishi wa habari nchini Senegal, Motsepe amesema kwa msisitizo CAF ni lazima iheshimu kanuni zake wakati wote. Maamuzi ya kamati ya rufaa lazima yaheshimiwe. Swali hilo linajadiliwa shughuli kubwa ya bodi ya mahakama ya CAS ambayo iliweza kutangaza kuwa kwamba timu ya taifa Morocco iweze kupewa ubingwa wa AFCON mwaka 2025. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndio mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Pius Jayunga ingie kama chobwedo ama vipi? Habari za michezo na burudani. Sky TV. Naam, ulikuwa naye Johannes Michael katika habari za michezo na burudani kupitisha huko, umeyapata mengi kwa undani zaidi. Na sasa tuelekee moja kwa moja katika upande wa utabiri wa hali ya hewa. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayozunguka Ziwa Victoria, nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa nchi yetu pamoja na ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Na Mamlaka ya Hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi wa maeneo hayo kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa siku ya leo, maeneo nyanda juu kaskazini mashariki,
pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na maeneo nyanda juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi, mikoa ya Morogoro pamoja na Ruvuma pamoja na maeneo ya pwani yetu ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na kati mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Na sasa tuhitimishe ulimwengu wa habari kwa kutazama muhtasari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Serikali yataka nidhamu wakati wa utekelezaji wa sera ya ugavi. Katika habari za kimataifa, Trump asema Lebanon sio sehemu ya makubaliano ya usitishaji wa vita. Na katika michezo na burudani, mnyama Simba atoana jasho na TRA United jijini Arusha. Mtazamaji, hadi kufikia hapo tunakuwa tuna la ziada. Shukrani kwa wote ambao wafanikisha ulimwengu wa habari kukufikia. Naitwa Pius Jayunga na uwe na usiku mwema.